Leo biidhnillahi tabaraka wa taala, na ukuta msafara unatoka Madina unakwenda Makka kwa kutekeleza ahadi ya msafara huu uliopewa ahadi hiyo na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kwenda kukutana naye katika sehemu tukufu miongoni mwa sehemu za Makka inayoitwa Mina. Msafara huu unatoka Madina. Kwa picha hii inaonyesha hali halisi kwamba Mtume bado alikuwa yuko Makka, bado hajaondoka kwenda zake Madina, wakati huo ikijulikana kama Yathrib. Msafara huu ulikuwa unaongozwa na makabila ya Kikhazraj, na wakiwemo ndani yake watu wawili katika kabila la Ausu, na haya ni makabila mawili ya Ansari waliompokea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anahama kutoka Makka kuja Madina. Msafara huu ulikuwa unakwenda haraka haraka, sio msafara kwamba unakwenda kwa upole, wakisema pole pole ndio mwendo. Walikuwa wanakimbia kwa ile shauku ya kutaka kwenda kuona uso mtukufu wa Bwana Mtume Muhammad, na kila mmoja anataka aipate sharafu hii ya kupata kumuona bwana aliyetangaza kwamba yeye ni mtume. Ndo mara ya kwanza kusikia kauli kama hiyo. Unaposikia kuna mtu katangaza kwamba yeye ni nani, bila shaka utakuwa na shauku ya kumuona, hata kama katangaza mambo ya kejeli, mambo ya uongo, mambo ya zulma, mambo mabaya, kama yule bwana alotangaza kwamba yeye ni Mahdi al-Muntazar. Bila shaka sote tulitaka kumuona kaaje huyu bwana. Yuko bwana huko bara alitangaza kwamba yeye ndo Khalifatullah, ni Mahdi al-Muntazar, ambaye Mtume anasema hakitotokea kiyama mpaka Mungu atamleta mtu huyo ambaye yamlaul arda adlan kama muliat jawran, ataijaza hii ardhi uadilifu kama ilivyojazwa ujeuri na dhulma. Sasa katokea huko bara, anasema ndo yeye kwa mujibu wa hadithi ya Mtume kwamba atatokea, basi kishatokea huko. Bila shaka ukitajua habari hizi unataka kumuona, kadai mambo ya uongo, lakini unataka kujua nani huyu anayethubutu kusema uongo kiasi hiki. Na Mtume hakuwa muongo katika lile alilolisema, lakini watu walikuwa na hamu kubwa ya kutaka kuona man hadha alladhi nada bi'ala sautihi annahu nabiyyun muha min Allah, ni nani huyo alotangaza kwa bimili fihi kwamba ni mjumbe wa Mungu na ni mtume wa mwisho. Tunataka twende tukaonane naye. Baadhi yao walikuwa wameshamuona Mtume, wameenda zao Madina, wamesema tutawaleta wenzetu wakubwa wetu, utaonana nao na tutakuvoti, tutakubai, tutakuunga mkono juu ya mambo ya kutofanya machafu kadha 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 kadha. Sasa hawa walikuwa na shauki kubwa ya kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama sisi tuna shauki kubwa ya kumuona Mtume, ama sivyo Waislamu? Sote tunatamani kumuona japo katika usingizi, na baadhi yetu tumeshamuona Mtume katika usingizi. Wengine tunamwomba Mungu tumuone Mtume japo katika ndoto. Na Mtume alisema man raani fil manami faqad raani haqqan lianna ash-shaytana la yatamathalu bi, ataipata fursa ya kuniona usingizini, huyo ameniona kweli, kwa kuwa shetani hawezi kujifananisha na sura ya Muhammad ibn Abdullah. Ar-rakbu yas'a sa'yan, delegation au msafara unakwenda mbio ukapate kukaa kitako kwa ajili ya kumuona Bwana Mtume. Ndani ya msafara huu alikuwepo bwana mmoja anaitwa Abdullah ibn Amri. Bwana huyu alikuwa amembeba mtoto wake kijana mdogo nyuma ya kipando chake, mdogo tu.
wameneemeka kupatikana katika msafara huu. Abdullah ibn Amri ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kusilimu na kutoa shahada zake mbele ya Mtume, alimbeba mtoto wake ambaye bado alikuwa katika umri mdogo, na mtoto huyu jina lake linaitwa Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu. Jabir ibn Abdullah al-Ansari ni mtoto mdogo, wakati huo amebebwa na baba yake. Baba anasema, sitaki mwanangu akose sharafu ya kumuona bwana huyu mkubwa anaitwa Muhammad ibn Abdullah. Katika msafara kijana huyu alikuwepo, amebebwa na babake. Kufika kwa bwana Mtume, fa'alana al-jami'u islamahum, wote wakasilimu, na mtoto huyu akapata sharafu ya kuonja imani ya Uislamu hata kabla ya kufika umri wake, umri mkubwa. Yeye bado katika umri huu imani ikakita katika moyo wake, akawa ni mu'minun billah wa musaddiqun bi rasulillah. Bwana huyu leo tutamtaja na kumweleza kwa Waislamu kwa kuwa ametufanyia ihsani kubwa. Lazima tuitaje historia yake, na wallahi summa wallahi, historia za waliopita kabla yetu, kama tutakaa hapa au kama tutaishi katika umri atakaotupa Mwenyezi Mungu wa kuishi, hata tukimtaja mmoja baada ya mmoja hatuwamalizi. Tumewataja wengi huko tulikopita, lakini waliobakia ni wengi kuliko tuliowataja, na wengine hatujawagusa hata kwa ilma ya kuonyesha tu leakage ya maneno yao au habari zao zilizopita. Lakini insha Allah tunakwenda mmoja baada ya mmoja, kwa sababu imeonekana athari yake ni kubwa ya hawa waliopita kabla yetu. Kuna watu mpaka leo wamesilimu, for your information, ndugu yangu Muislamu, kwa sababu ya kuwasikia waliopita kabla yetu. Huku bara kuna watu wamebadilika msimamo wa maisha yao kwa sababu kuwasikia wema waliopita kabla yetu. Kuna watu wamebadilika maisha yao kwa sababu ya kusikia habari za wema waliopita kabla yetu. Ni bora kuwazungumza tena na tena na kila siku kumtaja mtu mpya katika wema waliopita kabla yetu, ikiwa wanabadilisha hali halisi ya maisha ya Waislamu ya kila siku. Alhamdulillah ala kulli hal. Ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa kubadilisha maisha ya watu kutoka katika hali mbaya mpaka katika hali nzuri. Na tumeomba Mwenyezi Mungu aendelee kuzibadilisha nyoyo za watu kwa habari za wema waliopita kabla yetu, zitoke katika dhulumatil jahli ila nuril imani wal islam. Jabir ibn Abdullah al-Ansari ni aula kumsimulia katika kikao chetu kama hichi, kwa sababu rawa lana min ahadithi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ma yablughu 1540 hadith. Amepokea kutoka kwa Mtume na akatuletea sisi, akatusimulia zaidi ya hadithi 1540 hadithi za Mtume. Si mtu mdogo huyo. Hadithi 2540 kazipokea Jabir ibn Abdullah al-Ansari, na Imam Bukhari na Muslim katika vitabu vyao vya Sahih Bukhari na Muslim kuna hadithi 200 zaidi za Jabir ibn Abdullah al-Ansari katika vitabu hivi vinavyoitwa sahih au sahih min al-ahadith. Hivi ni kuonyesha wazi Jabir ibn Abdullah al-Ansari kachangia kitu kikubwa katika umma huu. Na miongoni mwa hadithi ambazo zinakumbukwa sana ni hadithi ya Jabir ibn Abdullah al-Ansari aloipokea kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam,
na hadithi hii alisimulia na watu wakaipokea siku alipokuwa yuko ndani ya jeshi linaloongozwa na Malik ibn Abdullah. Jeshi hili kiongozi wake alikuwa Malik ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah al-Ansari alikuwa na ngamia, lakini ngamia yule alikuwa anamkokota. Jeshi linaelekea Rum, Jabir anakwenda kwa mguu, anamkokota ngamia wake. Malik alikuwa anazunguka kuwazungukia wapiganaji wa Kiislamu, anauliza kila mmoja hali yake. Alipofika kwa Jabir, akawaona Waislamu wote wamepanda juu ya vipando vyao. Jabir anatembea kwa miguu na kipando chake kina siha, ni kizuri, kiko katika hali ya salama. Akamuuliza, ya Jabir, lima la tarkab tamshi mashiyan, mbona hupandi juu ya kipando chako, unakwenda kwa miguu? Kwa nini wakati kipando chako hakina dhiki yoyote, hakina shida yoyote, hakina taabu yoyote, kwa nini unakwenda kwa miguu? Akasema, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man ghabbarat qadamahu fi sabilillahi harramahu Allahu ala an-nar. Kwa sababu nilimsikia Mtume akisema mwenye kuingiwa vumbi katika nyayo zake na miguu yake, Mungu atamharamisha kuingia motoni. Sasa nataka miguu yangu kwa maksudi ipate vumbi, nipate kuharamishwa na moto. Jazakallahu khairan ya Jabir, Mungu akujaze khairi ewe Jabir. Tusingeijua hadithi hii kama ukuipokea kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Man asda ilaykum ma'rufan fakafi'uh, Mtume anasema atakayekufanyieni wema mlipeni wema wake. Kuna wema zaidi ya kuletewa maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayotuonyesha khairi tukayatumia? Yeye Mtume mwenyewe alimshukuru Nabii Musa katika kisa maarufu katika suratul Kahfi. Musa alipostruggle akavumilia nyudhuru 3. idha rakiba fi safinati kharaqaha, idha laqiya ghulaman faqatalahu, idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha faabaw an yudayifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha faaqama. Ikaletwa tafsiri ya vitu vitatu hivi. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. Mpaka mwisho aya hizi Mtume akasema, Mungu amjaze kheri Musa, Mungu ampe baraka zote Musa. Aliweza kuvumilia mpaka tukafundishwa mambo ambayo hatuyajui, tukajua kwamba kumbe jahazi lilikuwa la watu kadhaa, na kumbe mbele yake kulikuwa na mtu kadhaa, kumbe mtoto alikuwa ni muovu na wazazi wake angewatia katika uovu, kumbe ukuta ulikuwa chini yake kuna hazina, na Mungu anaihifadhi kwa ajili ya wema wa wazazi wale, watoto ukamfikia. Haya tuliyajua kwa sababu ya Musa kustahamili, angalau akastahamili mpaka yakatufikia hapa. Mungu amjaze kheri Musa. Sasa je, Jabir ibn Abdullah al-Ansari anayetufundisha karama na mafunzo ambayo tunapoyashika na kuyafuata tunakwenda kuharamishwa na moto. Ya, lazima tumwombee dua, Mungu amrehemu, amwendee radhi Jabir. Leo umetoka Bububu, umetoka Jang'ombe na Daraja Bovu, Kiembe Samaki na kila vipembe ya mahali tunapoishi hapa Zanzibar. Nyayo zako zimeingia vumbi, na hilo vumbi hilo litakuharamisha wewe biidhnillahi na moto wa Jahannam siku ya Kiyama. Kwa sababu ukija hapa unakuja fi sabilillah. Hii ni jihadi vile vile. Jihadi sio kukata kichwa cha kafiri peke yake. Ulama wameigawa jihadi aina 3. Aljihadu nafs, jihadun ala nafs, kuipiga vita nafsi yako ni jihadi.
Jihadun ala al-kuffar al-muharibin al-mu'tadin, kuwapiga vita makafiri wanaopiga vita Uislamu, hiyo ni jihad. Jihadun ala al-munafiqin, na jihadi ya kuwapiga vita wanafiki, hiyo ni jihad. Sasa jihadi ya nafsi ni kuibeba nafsi yako, kuilazimisha ikafanya kila kilichoamrishwa na Mwenyezi Mungu na kuikataza ikaepuka kila kilichokatazwa. Hiyo ni jihadi, ni jihadi kubwa vile vile, kwa sababu nafsi, ukitaka kujua nafsi, kuna nafsi mbili kila siku zinagombana, na kila siku kuna vita kati ya nafsi hizo mbili, na sisi sote tunabeba nafsul amara wa nafsun mutmainna, nafsi yenye kuamrisha machafu na nafsi yenye kutulia. Nafsi iliyotulia huwa inakosana na kupigana kila siku na nafsi yenye kuamrisha maovu kila siku. Na wewe ukitaka kujua, tizama siku moja, hebu iambie nafsi yako, mimi nina shilingi 20,000 mfukoni, nizitoe sadaka? Utakuta nafsi moja inakwambia zitoe. Utakuja humo ndani kuna nyingine inakwambia alafu wewe utakula nini? Ile inakwambia toa ni nafsun mutmainna, ile inakwambia utakula nini ni nafsun amaratun bisu. Nafsi moja itakwambia nenda kasali tarawih, moja itakwambia ala, umechoka bwana, umeshashiba uji, lala kidogo. Hiyo inakwambia umeshiba uji, nafsun amaratun bisu. Ile inakwambia nyanyuka ukasali ni nafsun mutmainna. Ile nafsi inakwambia angalia pesa zako zimefikia kiwango gani cha zaka, utoe uondoshe dhima, ni nafsun mutmainna. Ile inakwambia maisha magumu, nenda vizuri, usijitolee pesa bure bure tu, utakuja kuaibika, ni nafsun amaratun bisu. Na hizo nafsi tunabeba, kila mmoja hapa alipo anabeba nafsi hiyo, ima inamwamrisha hivi na nyingine inamwamrisha hivi, daiman fi sara, kila siku ziko katika mieleka na mapigano, na sijui ipi inashindwa. Sasa tizama mwenyewe nafsi gani inashindwa na mwingine. Nafsun amara inaokutoa huku kaja hapa ni nafsun mutmainna, kwa hiyo ushindi kwa nafsun mutmainna. Lakini wengi wetu tunaziitikia nafsi zenye kuamrisha maovu, na imeitwa amara kwa mubalagha, haikuitwa nafsun amiratun, haikuambiwa nafsi yenye kuamrisha. Amara kwamba sio saa moja wala mbili wala tatu, wala sio leo tu, daiman inakuamrisha kufanya machafu kila siku, na ndo tabia yake, ndo ada yake, ndo ikaitwa amara bisu, inaamrisha mambo maovu maovu. Kwa hiyo jihadi iko katika hizi aina tatu. Nafsi yako utakapoiamrisha kufanya mazuri, umefanya jihadi. Na wakagawa, kuna jihadu ta'limi, jihadu tablighi, jihadu alqitali, jihadu almali. Hizi ni jihadi zote, na yeyote mwenye kwenda kuzifanyia jihadi hizi moja au nyingine mpaka nyayo zake zikaingia vumbi katika hilo, hatoingia motoni abadan. Mungu tujalie miongoni mwa hao. Kwa hiyo kesho ukitoka nyumbani kwako, kama una gari, angalau iache kidogo gari, unasema nakwenda msikiti wa Mlandege, alafu unapiga piga chini ya ardhi, miguu hasa ipate kuingia vumbi, ili ukapate kuingia peponi. Jabir ibn Abdullah anaulizwa, limadha la tarkab ya Jabir, kwa nini upandi juu ya kipando na kipando chako sahih? Asema sami'tu Rasulullah yaqulu man ghabbarat qadamahu harramahu Allahu ala an-nar, yeyote mwenye kuingiwa na vumbi nyayo zake, Mungu anamharamisha ngozi yake kuingia motoni. Malik ibn Abdullah aliposikia kauli hii, akenda mbele ya jeshi. Kule mbele ya jeshi akasimama kwa sauti kubwa, akauliza, ya Jabir, anamuuliza, limadha la tarkab, ewe Jabir, kwa nini upandi kipando chako? Tizama, kule amemuuliza kwa siri, imeshajibiwa. Sasa kenda kule mbele ya watu, asimama, ya Jabir, limadha la tarkab naqatak wa hiya sahiha, mbona upandi kipando wakati kizima? Jabir akasema, fa'alimtu madha yurid, nikajua kwa nini ananipigia kelele kiasi kile, anataka faida iwaendee na waislamu wengine. Na Jabir naye kajibu, ya Abdallah, liannani sami'tu Rasulullah yaqul man ghabbarat qadamahu harramahu Allahu ala an-nar. Na yeye Jabir kajibu kwa sauti vile vile,
Watu wote wakasikia. Anasema rawi alhadith, haikuonekana jeshi lolote lililokwenda kwa miguu kama jeshi hili. Kila mmoja alishuka chini, akaacha farasi wake, akatembea, akawa anapekua vumbi, miguu inaingia vumbi. Ndio maana ningesema na wewe kesho acha gari yako, baskeli unapata vumbi kidogo, na Vespa unapata vumbi kidogo, ili upate kuharamisha na moto kesho siku ya Kiyama. Na angalia watu walivyokuwa sio mahasidi na wanapendana. Hakutaka ile iwe siri kati ya Jabir na Abdullah ibn Malik au Malik ibn Abdullah. Hakutaka iwe ni kauli kaisikia kutoka kwa Jabir basi kaitumia yeye. La, alitaka faida ienee kwa watu wote wengine. Tizama, la takun hasidan wala haqidan. Usiwe hasidi ndugu yangu Muislamu. Neema unailalia wewe peke yako. Kheri hutaki wafikie watu wengine. Hizo sio uslubu za Kiislamu. Tizama Waislamu walipopelekewa zawadi ya kichwa cha mbuzi, na kichwa cha mbuzi kina supu nzuri kwa wale wanaojua supu, basi supu ile kichwa kile kikazunguka. Mmoja anasema mpelekee jirani yangu, yeye anahitaji zaidi kuliko mimi, akapelekewa. Na jirani akasema nampelekeni jirani yangu, akapelekewa. Na yeye akasema mpelekee jirani yangu, mpaka nyumba 7 kikazunguka. Yafika nyumba ya 7 kichwa kile akasema bwana mpelekee jirani yangu yule pale kichwa hiki. Ikaenda kwa yule mtu wa kwanza, akasema hii riziki yangu. Kichwa hicho kinazunguka cha mbuzi, nyumba, kwa sababu watu wanapendeleana mazuri, sio mahasidi. قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في صنعه لأنك لم ترضى لي ما وهب فكان من الله أن خصني وسد عليك طريق الطلب. Mshairi anasema mwambie mwenye kuhusudu mwenzake, mwambie قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب. Unajua umemkosea nani heshima na adabu? Asa'ata ala Allah, umemkosea adabu Mungu fi khalqihi, mpaka utaki mwenzako apate na utaki neema imfikie. Ndio yule aliuliza wewe unataka nini? Akasema kwani nikiomba utanipa nini? Akasema huyu mwenzako mko wawili, utakaloomba lolote sisi tutampa yeye 2. Ukiomba gari moja tutampa 2. Ukiomba meli moja tutampa 2. Ukiomba chochote kimoja tutampa 2. Akaona huyo atafaidika kuliko mimi, akasema basi nitoe jicho moja, alafu na yeye atamtola 2. Itakuwa mimi naona moja, yeye haoni kabisa. Hasidi la yasudu. Jitahidi kheri ifike kwa wengine, na utapata kitu kizuri chochote kipeleke kwa wengine, watu wapate manufaa nacho. Jabir anaulizwa kwa nini upandi? Anasema kwa sababu nimemsikia Mtume anasema nyayo zikiingia vumbi huendi motoni. Watu wakaacha farasi wao, wakashuka, wakatembea kwa miguu. Anasema maruwiyat anna hunaka akthar mushatin illa fi hadha aljaysh, hakukuwa na jeshi lilokuwa na watu wanaokwenda kwa miguu sana kuliko jeshi hili. Sayyiduna Jabir ibn Abdullah al-Ansari alikuwa na dada zake 9 au 7 katika riwaya. Huyu baba huyu Abdullah ibn Amri, watoto wake hawa 10 wa kiume alikuwa Jabir peke yake, walobaki wote watoto wa kike. Amemchukua huyu mmoja kwa ajili ya kuja kwa Mtume, na akasilimu mbele ya Mtume. Na waliporudi zao Madina, Bwana Mtume baada muda mchache alikuja Madina kama muhajiran. Jabir akaanza kuchukua elimu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila siku ilipofika alikuwa akichukua hadithi, akichukua fiqhi, akichukua sheria, kila aina ya mafundisho kutoka kwa Mtume, mpaka akawa mmoja miongoni mwa aalami wa Bwana Mtume. Alikosa kuhudhuria vita vya Badr, alikosa kuhudhuria vita vya Uhud, vita vikubwa. Na hili ni kwa sababu babake alikuwa mzima, na baba alikuwa akimwacha yeye ndo mlinzi wa dada zake kule nyumbani. Akamwambia Jabir, wewe usiondoke, mimi nitakapotoka kwenda vitani hakikisha wewe unabakia wale dada zako.
Sasa ukiondoka we na mimi, hawa wanyonge wa Mungu hawana mtu yoyote. Kwa hiyo we bakia. Badri akabakia nyumbani, Uhud akabakia nyumbani. Siku ya Uhud, usiku wake ule kabla ya kwenda vitani, baba akamuita mwanawe akamwambia, ya bunayya, kuna vita vya Uhud vimetangazwa, na mimi ninavyoona, innani sauqtalu fi hadhihi almaraka, mimi nitatoka kwenda katika hivyo vita, na kila nikitizama naona nitakufa shahidi, sitorudi mimi katika vita hivyo. Kwa hiyo usika, nachokuhusia, irham ala banati wa akhawatik, wasikitikie dada zako baada ya mimi kuondoka, warehemu. Wa inna alayya daynan, na mimi nina deni kutoka kwa bwana fulani. Fa idha ma ana muttu fawafi fausika an tuqdi daini, nikifa nenda kalipe deni langu. Fa wallahi la atruku ba'da rasulillahi a'azza minni ilaik, a'azza ilayya minka, siachi kitu bora na mtu ninayemwamini ninayemtegemea baada ya mtume kama wewe. Kwa hiyo nikiondoka mimi, hakikisha unayafanya haya. Jabiri akalia sana kwa kuambiwa na babake maneno yale, akajua huu ndo mwisho wa kuonana mimi na baba. Anahusia mapema, na hii ndo tabia ya Muislamu. Mtume anasema asilale Muislamu kwa muda wa siku 3, asilale usiku bila ya kuhusia. Hakikisha unahusia. Na kuhusia maana yake nini? Kuhusia ni kwamba unaandika baadhi ya maneno au unamwambia mtu, bwana, nakuhusia nitakapokufa mimi na watoto wangu wasomeshe, nitakapokufa mimi na darasa langu liendeleze, nitakapokufa mimi na biashara yangu isimamie, nitakapokufa mimi na chuo changu kiendeleze. Hii ndo maana ya wasia, na hizi ndo akhlaki za Muislamu, kwamba hana hakika kama kesho atafika, anaika kila kitu wazi. Asa Abdullah ibn Umar asema, kutokea niliposikia hadithi hii ya mtume, ilikuwa ninalala na wasia wangu, naandika kabisa, nitakapokufa mimi nina kadha na kadha, kuna jambo kadha kadha kadha, watoto wangu wote muulizeni fulani, yeye ndo atakayewalea, yeye ndo atakayewasimamia, mambo yangu yote mengine anahusia. Huu ndo wasia, yale mambo muhimu na usia. Lakini tunaogopa sisi, tunaona hebu usie wewe uone. Siku moja kaa nyumbani kwako, muite mkeo usiku wa leo, nenda usie, sema mke wangu nakuhusia, nitakapokufa watoto watalelewa na fulani, nitakapokufa mali fulani itakuwa kiasi cha fulani, itakuwa kadha, itakuwa kadha. Mwambie hivyo mke wako usiku, utasikia umeanza atakwambia. Kwa nini unataja kifo? Atakwambia. Pengine anaanza kulia pale nini, akamsikia fulani anahusia. Ndio tabia za Kiislamu, lakini zimekuwa geni. Tukihusia tutaona namna tutakavyo. Leo reaction hiyo, wewe jaribu tu, nenda kajaribu, mwambie bwana, leo nalala lakini nataka kuhusia kabisa. La haula wala quwwata illa billah. Ile kusibu nini bwana wewe? Hapo anaweza kuliki, anaweza kutoka kidogo. Anakuambia jamaa, leo fulani kanihusia, laleni macho wazi huko, mambo leo mimi si kawaida. Kwa sababu gani? Kwa sababu umehusia. Ukihusia na wewe mwenyewe unaogopa. Tunaogopa, tunaona tukihusia ndo tutakufa kabisa. Hata ukiogopa utakufa hivyo. Wewe usiogope, usia. Ukihusia hufi bwana. Kuhusia ni miongoni mwa sunna alizoziacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kila siku tuhusie kabla ya kulala kwetu. Huenda zikatoka roho zetu katika usingizi, ikabakia hakuna wasia na mambo muhimu yamelala. Kwa hiyo nakuhusia kadha. Jabir akasema naam, nimesikia. Asubuhi baba kenda vitani. Kufika vitani, qatala wa qutil, akauawa kweli vitani. Jabir akamfuata Mtume, ya Rasulullah, laqad istushhida abi wa laqad taraka daynan. Baba amekufa, ameniachia watoto banati zake 9, na mali aliyoiacha ni tende ambazo kama nitalipa deni lake hata mwaka mzima sitoweza kulilipa deni alilokuwa nalo.
na watoto wake watakufa njaa, na kuhakikishia Rasulullah, sina cha kulipia deni la babangu. Mtume akachukua step ya kwanza, akamwambia taala, nionyeshe tende za babako ziko wapi. Alikuwa anaziweka katika sehemu kama katika ghala au store. Akasema ndo hizi, kitu kidogo tu, si wenyewe hazitutoshi. Akasema ud'u ghuramaa abik, niitie wanaomdai babako. Akawaita fulani na fulani na fulani, mnamdai baba nyote, njoni, Mtume nakuiteni. Walikuwa watu wengi. Anasema akawaambia kila mmoja asogee, akaanza kupima kila mmoja kipimo anachodai kumdai bwana huyu. Akawapimia wote waliokuja pale. Jabir ibn Abdullah al-Ansari anasema nikizitizama tende naziona ziko vile vile kama alivyoziacha baba yangu. Sasa nikawa ninashangaa, mbona Mtume anatoa kitu lakini anabakisha kitu, sikioni kilichotoka na madeni yote yameshalipwa. Akaiona baraka ya Mtume kuanzia hapa. Hebu tumwachie Jabiri atusimulie kisa kimoja gharib ajib kilichotokea, lakini ajabu inaondoka ikiwa alofanya ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika vita vya Khandaq, Jabir ibn Abdullah al-Ansari anasema lamma kunna nahfiru al-khandaqa, tulipokuwa tunalichimba lile shimo la Khandaq, istasaba alaina sahrun, kulitokea jiwe, ilikuwa ni ngome kubwa ambayo tulishindwa kuivunja. Fadauna Rasulullah, tukamwita Mtume tukamwambia Rasulullah, inna hadha as-sakhr istasaba alaina, hili pango hili jiwe hili tumeshindwa kulivunja, kwa hiyo tunakuachia wewe. Anasema fa idha bi rasulillah yati wa yaqul ana nazilun ilaiha. Mtume akasema niachieni mimi nashuka huko chini ya jiwe. Jabir anasema faraaitu rasulallahi wa qad asaba fi batnihi hajaraini min alju, nikaona mashhadi ya kusikitisha kwa kumwona Mtume kafunga mawe mawili katika tumbo lake kwa ajili ya njaa iliyokuwa imetupata kwa siku ile. Anasema laqad madat alaina 3 ayyam wa lam naakulu min at-ta'ami shay'a, zilipita siku 3, kile chakula strong hatujawahi kula sote pale, mpaka ikawa watu wanafunga mawe yao, wanafunga matumbo yao kwa mawe ili wapate nguvu za kuchimba. Huko wanafanya kazi, tizama, wanakula labda wajba hafifa tu, wanapata nguvu kidogo, wanachimba khandak mpaka zile nguvu zinakwisha. Mtu anajifunga na jiwe, lile jiwe limpa support ya kuwa apate kufanya kazi vizuri. Wote wanamwendea Mtume, unamwona na Mtume amefunga mawe mawili. Jabir alipomwona vile Mtume akamwendea kumwomba ruhusa, akamwambia Rasulullah, idhan li an amdi ila baiti, naomba nipe idhni nende nyumbani kidogo. Hakumwambia naenda kufanya nini nyumbani. Kaitizama ile hali ya Mtume ya kufunga tumbo mawe mawili, akajua hii njaa, na hii hali sikubali iwe inakuwa kwa Mtume, sikubali hali hii awe nayo Mtume wangu, sikubali, na hali ni ngumu. Mtume akamwambia imdi, kama unakwenda nyumbani nenda. Jabiri akaenda mpaka nyumbani, akamwona mkewe, akamwambia ya zaujati, laqad raaitu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ma yastas'abu ala ayi basharin an yara, nimeona jambo kwa Mtume ni zito kwa mtu yoyote kuliona. Raaitu rasulallahi qad asaba fi batnihi hajaraini min alju, nimemwona Mtume kafunga mawe kwa njaa. Hal indaki min shay, nakuuliza mke wangu, kuna chochote, umepika chochote? Mke akajibu, wallahi ma indana shay'un illa sha'ir qalilun min ash-sha'ir wa shatun saghiratun, hatuna chochote unavyoona hapa nyumbani. Kuna shairi kidogo, ngano kidogo, na kuna kijibuzi kidogo, tena ni kidogo hicho, bado kichanga tu kidogo. Hivyo ndo vitu tulivyokuwa navyo.
Jabir akasema vitafaa hivyo hivyo. Wakati wa shida akamwambia nipe kijibuzi hicho nikakichinje. Kaletwa mbuzi, asema faqumtu wa dhabahtuha, nikamchinja, wa salahtuha, nikamtoa ngozi, wa tabakhtuha, nikamwacha sasa katika mapishi yanaandaliwa. Wanasema nikachukua mtama, nikachukua ngano, faajantuha, nikaanza kukanda unga pale kutengeza mahandazi na mkate, kisha nikamwambia mke wangu utie hamira huo mkate, mimi nakuja naenda kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jabir akaondoka kaenda kwa Mtume. Bado watu wako katika shughuli ya kuchimba khandak. Kifika pale akamuuliza, ya Rasulullah, ad'uka ila tu'ayyim. Anamwambia ad'uka ila tu'ayyim. Tu'ayyim ni tasghir ya ta'am. Ta'am ni chakula, mlo. Tu'ayyim ni kimlo kidogo, anadogosha kile chakula. Jabir anaambia, lakini anamwambia masikioni, kwa sababu pale watu wote wana njaa. Watu zaidi ya 300 wana njaa pale, wote wanataka kula. Sasa aseme mahala pa njaa kama hivi, Rasulullah kuna chakula njoo tukale? Sio hekima. Ya Rasulullah, ad'uka ila tu'ayyim faqum anta wa rajulun au rajulan min ashabik. Ya Rasulullah, nakuita kuna kimlo kidogo, njoo wewe pamoja na mtu mmoja au watu wawili katika sahaba zako. Mtume akauliza, kaifa huwa? Akauliza swali, hiko chakula chako ni kiasi gani? Jabir aka explain, kijibuzi kichanga na maandazi yasiyopungua kadhaa. Akamwambia basi haya, nenda. Lakini kabla hajaondoka Jabir, Mtume akasimama akanadi, akasema, ya ahla al-khandaq, enyi wanaochimba handaki, inna Jabiran hayya lakum at-ta'ama fahalummu ilay. Jabir anasema kakuandalieni chakula, twendeni tukale. Jabir akafunga, ya Rasulullah, sijasema hivyo wewe na watu wawili au mmoja, leo unaita watu wote. Haja nisikia vizuri. Mtume akawa na wasiwasi. Anasema, fa wallahi lam ya'khudhuni hammun wala hayaun, hakuna siku niloshikwa na haya, hakuna siku nilokuwa na hamu na ghamu kama siku hiyo. Hammun wa hayaun la ya'lamu mada illa Allah, Mungu peke yake ndio alikuwa anajua haya kiasi gani zimenivamia na ghamu kiasi gani nilizokuwa nazo. Ya Rasulullah, wewe na watu wawili unaita watu wote? Anasema nikaondoka pole pole, lakini miguu hainichukui. Nikasema, jamani, ahlul khandaq kulluhum ya'tuna ila nisfi sha'in min ash-sha'ira wa shatin saghiratin. Anapeleka mikono yake, watu wa khandaq wote watakuja kula nusu pishi na kibuzi kimoja. Jamani, aibu leo, aibu leo. Kafika kwa mkewe, kamuuliza, mke wangu, ukisikia aibu leo? La hawla wala quwwata. Nini mume wangu? Namwambia Mtume nimemwambia aje yeye na watu wawili, kaita watu wote wa Khandaq. Watu wanakuja huko, chungu chenyewe ndo hiki, tutawalisha nini? Si tumefedheheka? Tumefedheheka siku ya leo. Akamwambia, kwa nini wewe hukumwambia vizuri Mtume kwamba chakula chetu ni kadha kadha, aje yeye na watu wawili? Akamwambia, nimemwambia tena kwa siri, ya Rasulullah, anta wa rajulan. Labda hakufahamu vizuri Mtume. Lakini baada ya kusikia hivyo akaniuliza, yule mkeo akakuuliza, kakuuliza nini? Kaifa huwa, chakula kiasi gani kipo? Nikamwambia kijibuzi kimoja na maandazi kadhaa. Asema, basi kama kakuuliza Mtume, anasema tulia, tulia, fallahu wa rasuluhu a'lam, Mungu na mtume wake wanajua. Tulia, jitulize. Anasema alivyoniambia vile mke wangu akaniondoshea majonzi yote na ghamu zote, na kaniambia hivyo. Akaniambia maadamu kakwambia wewe tulia. Kakwambia nini tena? Kanaambia hicho chungu ilichokuwa umekiteleka usikiondoe Mtume mpaka aje yeye, na hayo maandazi usiyabeki kwanza ukayatia bakery mpaka aje yeye Mtume.
Kaniambia hivyo. Kwa hiyo tusubiri mtume aje. Kaambia basi, madam kasema hivyo, wewe kaa kitako pale, tulia. Baada muda mchache mtume akaingia. Akaanza kuuliza mke wa Jabir, kiko wapi chungu cha nyama? Kaambia hiki hapa. Iko wapi mkate? Mtume akaanza kuingia jikoni yeye sallallahu alayhi wasallam. Kaingia jikoni Sayyiduna Rasulullah, akawa anatia khamira maandazi na anabeki mkate na anapika. Na mchuzi ule anachanganya vitu vyake pale, bwana mtume anapika. Subhanallah. Ajabu, watu walipata swara au paa wakati wa mtume. Mmoja akasema alayya dhabhuhu, nitamchinja mimi huyu. Mtume kazi yako wewe kula tu. Mwingine akasema wa alayya salhuhu, mimi nitamtoa ngozi mimi. Mtume kaa hapo starehe, kula tu. Mwingine akasema wa alayya tabhuhu, mimi nitampika, mpishi hodari, mimi ndo mpishi wenu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa alayya jam'ul hatab, mimi ndo nitakayetafuta kuni. Wale wakasema kumbe kazi kubwa tumemwachia mtume. Kila mmoja alikwenda haraka ili mtume asipate kazi isipokuwa kazi ya kula tu. Tamchinja, tamtoa ngozi, nitamchuna, nitampika. Sasa baada ya kupikwa imebakia nini? Imebakia kula. Mtume atakula. Sasa mtampika nani? Mtume akauliza, mimi nitatafuta kuni basi. Tukaona ya Rasulullah, kazi kubwa tumekuachia ya kutafuta kuni. Huyo ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi akawa mtume anagawa, anaanza kupika pale. Baadaye baadhi masahaba zake wakafika, akaambia udkhulu wala tazdahimu, ingieni wala msifanye fujo, msiweke jamaa hapa, ingieni kidogo kidogo. Ikawa wanaingia kama vile unavyofika ukaambia jamani, wanne wakae huko katika shughuli zile. Ndio mtume alivyosema, udkhulu wala tazdahimu, msisongamane, ingieni kidogo kidogo. Anaingia na yakiwa plate, mtume anakata mkate, anatia na mchuzi, anaika, wanakula wanatoka. Jabir kakaa anakitizama kile chungu, anakitizama. Mtume anatia mchuzi, wanakula wanatoka. Anasema mwisho anatoa takrir Jabir, anasema uqsimu billah, na apa kwa Mwenyezi Mungu, lamma mfaddu min at-ta'am, walipomaliza kula wote, fa idha biqidrin mumtali'atan kama hiya, nikaona chungu cha nyama kimejaa kama kilivyokuwa. Wa idha bihubzin, nikaona mkate kama huwa uko vile vile. Kisha mtume akamwita mke wangu akamwambia, kuli wahdi, kula, nyingine toa sadaka. Watu wa Khandak wamekula, watu wa nyumbani wamekula, na mwisho mtume anasema kula, nyingine toa sadaka. Mke wa Jabiri akala, na nyingine akasema ikawa anatoa sadaka siku nzima ile kwa majirani. Huyo ni Mtume Muhammad, na huyo ni Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Anayaona haya kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ametuletea, ametusimulia. Jabir ibn Abdullah al-Ansari kawalea ndugu zake wote 9 alioachiwa na babake. Leo anatupa mafundisho makubwa. Baba anaacha family, anamwacha mtoto wa kiume. Huyo mtoto wa kiume aloachwa yeye awalee wadogo zake wanawake, wao wanawake ndo wanamlea yeye. Wanawake ndo wanatulea leo. Hana msaada wowote kwa ndugu zake. Jabir ibn Abdullah kaacha kuoa mke mwari, kwa sababu siku moja mtume alimuuliza, hal tazawajta ya Jabir, kwani umeoa Jabir? Jabir akasema, Rasulullah, naam nimeoa. Akamuuliza, bikra au thayyib, mwari au mke mkuu? Akamwambia, Rasulullah, nimeoa mke mkuu. Akamwambia, kwa nini usioe mwari? Asema, ninazo sababu zangu ya Rasulullah, baba aliniachia watoto 9, na hawa watoto kama nitaoa mke anayefanana na wao katika umri itakuwa matatizo.
Kwa hiyo nimeoa mwanamke ambaye anaweza kulea na kunisaidia katika hawa watu. Ndio maana nimeacha kutafuta ndogo ndogo kwa ajili ya kwenda kuwa mtu ambaye itafika wakati atanisaidia. Angalia Jabir alivyokuwa anajua maslaha ya watu wengine. Nani anaweza kuacha mambo yake mazuri kwa sababu ya kumfikiria mtu mwingine? Kaacha mwanamke mdogo mwari, akaenda akaoa mwanamke mwingine kwa ajili ya kuwafikiria dada zake na ndugu zake. Leo sisi tumekwisha. Vijana wetu kazi yao wanakaa tu maskani, wanasubiri kuvuta bangi au wanasubiri kula unga, na unga ni tatizo sugu liloingia. People are making money, wanasema wengine wanatengeza pesa kutokana na unga, while wengine wanakufa. Kile unamwona anasinzia kwa upande wake, na unasema ukisha. Mmoja katika walaji unga alikuwa anahojiwa, anasema hebu nieleze sasa unapata furaha gani na starehe gani unapokula? Anasema kwanza unapokula ule unga, ukichoma shindano drugs zile za cocaine au brown sugar, kwanza unaona mambo yote yanakwenda slow motion, yani inakwenda kama vile inakwenda kidogo kidogo. Hata akili inakwenda slow motion. Akili ile kupata habari, kama mfano hivi sasa ananisikia mlaunga, basi anasikia slow motion. Jambo linachukua muda kufika katika akili yake. Hata akisimama anasimama slow motion. Hata akienda unaona anakwenda kama slow motion. Mlaunga anakwenda, wewe utizame na utaona kweli unakwenda hivi slow motion. Kulala hajalala wala kusinzia hasinziwa. Anasema tena huwa anajihisi pale alipo yuko katika furaha na starehe. Hakuna mtu yoyote mwingine aliyokuwa katika starehe kama kiasi kwamba anaona kila kitu anachokiona anakimiliki yeye. Na anasema anaweza kufanya jambo lolote mlaunga au mteja kwa maana nyingine, ili akapate kununua ile kete ya unga. Ilikuwa ni mukabala kati ya mwandishi mmoja katika kipindi cha television ya KTN na mlaunga ambaye keshaathirika na maradhi ya ukimwi. Anavyojitangaza anasema, unga umeniletea izara na hasara, nimeambukizwa maradhi ya ukimwi, nimekosa kazi yangu, nimekosa familia yangu, nimekosa kila kitu changu kwa sababu ya kula unga. Sasa anatoa ushuhuda akiwaeleza vijana wenzake nini alichokivuna kutoka katika ulaji wa unga. Anawaeleza ndugu zake wengine wanaomsikia. Anasema kete moja kwa huko katika pwani hiyo, kwa sababu hii pwani ndio iliyoathirika sana, Unguja, Pemba, Mombasa, huu pwani huu, kanda wa pwani huu, wala unga utawakuta kwa wingi, wameathirika vibaya. Sasa anasema kete moja inauzwa shilingi 200 mpaka 300 kwa huko kwao na kuzungumzia Mombasa. Sasa 200 teja atapata wapi shilingi 200, ambayo hapa Tanzania ni sawa sawa na shilingi 3500 kila siku? Angalau apate 3500 mteja apate kununua kete moja, ili akapate kutuliza akili yake. Na asipopata anaumwa, tumbo linauma, anaharisha, anapata homa, anahakikisha hapoi mpaka apate kete moja ile abuie, au kama ni sindano anajichukua, anajichoma sindano ile inachangiwa na karibu gengi la watu 10. Huyu anampasia mwenzake, huyu anampa huyu, basi ndio anaambukizana humo. Anachukua kwa huyu, anachukua kwa huyu, anachukua virusi vya huyu, ndio angalau anapata kupumzika. Anasema huwezi kumwambia mteja kitu chochote akakusikia. Hata ukimwambia askari, huyo askari anaibiwa na mteja huyo askari. Anasema ameshuhudia siku moja inspekta wa polisi anaibiwa na wateja katika soko la Wasomali. Wasomali wanauza nguo, basi inspekta na uniform zake, sio kwamba kavaa kiraia ndo mteja anamuogopa, kavaa nguo zake za rasmi za uaskari, lakini pochi limekaa vibaya na mteja anamtizama.
Sasa kama askari anaibiwa, je, mimi na wewe inakuwaje? Akaibiwa pochi na yeye yuko hapo hapo, na yeye ndo askari mlinda usalama, lakini mteja hajali huyu ni askari wala huyu ni nani. Ndio maana wanaiba katika majumba ya aina yoyote, hata msikitini mteja atakuja kuiba, hata mahala popote, hata juzuu ataiba, hata msahafu ataiba, ataenda kuuza kitu chochote atakiiba. Na wametia hasara hao wateja katika majumba yao wenyewe wanayoishi, kwa sababu wamemaliza kila kitu katika majumba yao. Na pale majumbani kwao, simu ya dadake haionekani, pete ya mamake haipo, kidani cha ndugu yake hakipo, viatu mpaka chupi anaiba, anaenda kuuza. Chakula angalau kiko katika jiko kinapikwa, anachukua na sufuria yake anaenda kuuza, alhasili akapata ile kete ya kutuliza akili yake. Mbona imekuwa matatizo? Tena si hivyo tu, wanasema mteja yoyote na yule anayekaa naye huwa mteja vile vile. Wanasema ikiwa mtoto ni mteja, na mama atakuwa mteja. Mama anakuwa mteja vipi? Anasema mama huwa na wasiwasi sana, na hupata ima blood pressure, ima upata sugar, ima upata maradhi aina yoyote. Mama wa mteja yule, si mteja tu anakuwa mgonjwa, na yule mama anakuwa mgonjwa, anakuwa amekuwa affected psychologically, na wale watu wa nyumbani wote wanakuwa wateja, wanaugua wote, japo hawali unga wao, lakini kwa tabia ya mtu mmoja tu mteja wa pale nyumbani kwao, wote inawaathiri tabia ile. Utaona akishaingia mahala popote, mtoto wa kike anaelelewa katika nyumba ambaye kuna mteja, utaona simu yake kaificha kwenye maziwa huko, kama anavyofanya pale nyumbani. Pale nyumbani anaficha hivyo kwa sababu yuko ndugu yake mteja, simu inaifichwa huko. Utasikia simu inalia ngirigirigiri, kitoleo hapa. Simu imefichwa hapa kwa sababu wamezoea kule simu haiwekwi juu ya meza au haiwekwi chini, fulani atakuja atazoa. Sasa akhlaki zake zinakuwa hivyo, inakuwa huyo hamuamini mtu yoyote, kila kikaa na mtu anamtizama vizuri, asije huyo akawa na tabia kama za yule kule nyumbani. Na mama anaugua. Watizameni kina mama waliokuwa na watoto hawa, wana maradhi hayo, wana pressure, wana alsa, wana aina mbalimbali, kwa sababu akitoka mwanawe tu anakuwa na hamu na ghamu, atarudi hai huyu kweli? Mwanangu huyu leo nitamuona huyu kweli, atarudi salama huyu? Akisikia simu inapigwa roho imepasuka, asije kawa fulani ameshatiwa tairi anachomwa, asije kawa fulani ameshakwenda kuiba, asije kawa fulani ameshatiwa ndani. Na waulizeni, mtaona mama, wewe unaumwa nini? Atakwambia mimi sasa hivi nina sukari, sasa hivi nina pressure, sasa hivi nina vidonda vya tumbo, sasa hivi nina hivi, kwa sababu ya huyu fulani tu mlaunga. Basi sasa wewe unakula unga, hawa wanaokuja baadaye watalelewa na nani? Watatizamwa na nani? Ndugu zako hawa wadogo, nani atawatunza? Nani atawaangalia? Nani atawakidhia haja zao na mahitaji yao? Lazima uwe strong. Ukae wewe ni mtafutaji, utafutie dada zako, uangaikie ndugu zako, uwasomeshe ndugu zako, uwe unatizama kilichokuwa kinawafaa ndugu zako kwa ajili ya maisha yao ya hapa duniani na kesho akhira. Ndugu zangu ni Waislamu, Sayyiduna Jabir ibn Abdullah al-Ansari, hadithi alizotuletea kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuwa ni sadaqatun jariya yake. Na sisi tunaambiwa na Mtume, idha mata ibnu adam anqata'a amaluhu illa min thalathin, mwanadamu akifa mambo yake yote yanakufa isipokuwa mambo matatu. Sadaqatin jariya, ikiwa alitoa sadaka ambayo inaendelea. Hapa tuwe makini Waislamu, dunia hii si lolote. Hivi vitu vitatu tu Mtume anasema ndio vitakavyobaki. Sadaqatun jariya, kama umewahi kufanya kitu ambacho kimeleta manufaa kwa Waislamu. Ilmun yuntafa'u bi, waladin salih yad'u la. Hizi kataja vitu vitatu Mtume, sadaka au elimu au mtoto. Vyote hivi ni bora, lakini hakuna kitu bora katika haya mambo matatu kama elimu. Kama unaweza kuchangia wewe katika masala ya elimu kwa njia moja au nyingine ili ikapate kuwa sadaqatun jariya, basi ni bora kuliko mtoto wala kuliko sadaka yenye kuendelea.
elimu, kwa sababu kila ukisoma, kama mfano wakati wa kina Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ibn Taymiyyah, walikuwepo matajiri wakubwa, lakini ni nani tajiri anayetajwa pamoja na Imam Shafi mpaka leo? Ni nani tajiri ambaye leo tunamtaja pamoja na Imam Ahmad ibn Hanbal? Ni tajiri gani unasikia anatajika kwa sababu ya mali yake? Au ni tajiri gani unamsikia anatajika kwa sababu ya kile kipato alichokuwa nacho? Lakini elimu bado tunawataja waliokufa, japokuwa wamekufa zamani, kwa sababu ya elimu zao, kuonyesha kwamba bado ipo tu. Sasa wale ambao wana uwezo labda wa kuchapisha vitabu, wa kupeleka maneno ya Mungu, wa kujenga madaris, watu wakasoma, wakasomesha watu bure, wakafadhili miradi ya elimu, basi hiyo inakuwa bora zaidi, kwa sababu elimu haifi abada. Kitu chochote kingine kinaondoka, hata kama labda mfano wewe utajenga kitu kinaweza kuharibika baadaye kikesha, lakini elimu haina mwisho. Elimu inaendelea tena na tena. Wewe jitahidi sana, sadaqatun jaria yako iwe elimu kwa njia moja au nyingine. Sio lazima pia wewe kama unasema mimi sikusoma, lakini unapochukua mfano ukachukua juzuu moja ukainunua ukamnunulia mtoto, basi ile ni sadaqatun jaria. Atakachoingiza katika ubongo wake mtoto yule kikamfaa na kikawafaa watu wengine, wewe umetoa sadaqatun jaria, haina mwisho wake, kwa sababu itapokiwa huyu atampa huyu, huyu atampa huyu, huyu atampa huyu, huyu ataifanyia kazi na huyu ataifanyia kazi, itakuwa inaendelea kila siku. Sasa tunaacha kuwa matajiri wa thawabu, tunaacha kuwa watu ambao wanatoa kwa wingi kwa ajili ya kupata faida, tunaghilibika na mambo ya kidunia. Tujitahidi sana, hasa ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, mambo ya elimu tuyapeleke mbele, mambo ya da'wa tuyapeleke mbele, mambo ya education ya watoto wanaosoma waliokuwa na shida za kulipiwa katika vyuo mbalimbali tuwafanyie, ili tuchukue sadaqatun jaria, si tu katika ulimwengu huu, bali kitatufaa mpaka kwa watoto wetu watakaokuja, na itakuwa ni hazina kubwa, kama leo tunavyowataja akina Jabir na wenzake. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.